wa Kenya, hii kitu inaitwa 10 bila break. Watu wanaimba kwa giza, hawajui wanaimba nini. Hebu siku moja mtu aimbe 10 bila break kando yako, alafu muulize 10 bila break inamaanisha nini. Haizi kujibu. So wacha niwaambie ukweli. Watu wanasema watu wa ODM watasupport William Samoei Ruto 2027. Unajua kama unasupport mtu kwa siasa, we pia lazima kuwe na pesa. Sio ati yule ambaye anasupportiwa ndio lazima kuwe na pesa, hapana. Yeye pia anakuwa na pesa zake, alafu wewe mwenye unamsupport lazima kuwe na pesa. So watu wa ODM, viongozi wa ODM, chama cha ODM pia lazima ikuwe na pesa ya kusupport William Samoei Ruto. Tusidanganyane ati mtapewa pesa na William Samoei Ruto, mwanze tu kukimbia pale Luo Nyanza ndio mnasema mnasupport William Samoei Ruto. Hakuna kitu kaa hiyo kwa siasa. Hakuna. Hiyo ndo maana watu wana fail every now and then. Last time muliona vizuri sana 2022 general election, Raila Amolo Odinga alikuwa flag bearer ya Azimio, na alikuwa anasupportiwa na nani? Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta alitoa pesa ya kusupport Raila Amolo Odinga. Lakini wakati pesa zilikuwa zinatoka, kuna wengine, sababu chama cha ODM haikuwa na pesa, kuna wengine walikuwa wanachukua hizo pesa wanaweka for their own use. Walikuwa wanaweka kwa matumizi yao ya kibinafsi. Hawakuwa wanaangalia mambo ya mobilization, hawakuwa wanaangalia mambo ya matumizi kwa coalition ya Azimio. Kwa nini nasema hivyo? Watu wa ODM walisupportiwa na Uhuru Kenyatta. Wakati ilifika siku ya kupiga kura, Uhuru Kenyatta alitoa bilioni, nasikia more than 4 billion zilitoka. Na kina nani walikuwa wana control pesa? Junet Mohamed, Ali Hassan Joho ndio walikuwa na control hizo pesa. Sababu pale kwa Azimio, sababu pale kwa ODM, kwa sababu ODM ndio waliconfront mtu yao akwe flag bearer. So pesa mingi zilikuwa zinatoka kwa Uhuru Kenyatta zina land kwa ODM. So pesa zikitoka kwa Uhuru Kenyatta zikapata, kama watu wa ODM hawana pesa, hawakuwa na pesa, wakaanza kutumia pesa vibaya. Junet Mohamed na Ali Hassan Joho wanaweka pesa kama zao, yani hawataki kutumia vile Uhuru Kenyatta kulingana na maagizo ya Uhuru Kenyatta. Wakachukua pesa wakaweka kwa matumizi zao. So kusaidia mwenye hana pesa ni ngumu. Hiyo ndo maana watu wa ODM kila mara wanaingia kwa government na mlango ya nyuma, wanaingia kwa government na mlango ya nyuma, sababu hawana pesa. Wangekuwa na pesa hawangekuwa wanaingia kwa government. ODM hawana pesa completely, hawana pesa. Hiyo ndo maana hii serikali kuje waingie, wanaingia na wasaidii wafuasi yao. Kusaidia wafuasi sio lazima uwapatie kazi wafuasi wako wote, hapana. Uwezi patia wafuasi wako kazi wote. Wafuasi ni wengi. Kile ambacho unaweza fanya ni kuongea na hiyo serikali penye umeingia na mlango ya nyuma, umwambie ateremshe bei ya maisha chini. Bidhaa bei zao zishuke. Hiyo tu ndio inaweza saidia watu nayo. Na wafuasi wa ODM wengi ni Wajaluo. 80% ni Wajaluo.
Ukiongea na hiyo serikali inafanya kazi, umwambie president, teremsha bei ya mafuta, teremsha bei ya unga, teremsha bei ya mafuta ya kupika. Shida iko wapi? Au wakiingia kwa serikali ndio wanaendelea kunyanyasa Wajaluo. Sasa ukiangalia John Mbadi yako kwa serikali, anasema yeye hata Raila akitoka haizi toka kwa sababu anajua anavuna nini hapo. Anajua. Na John Mbadi mimi siwezi kudanganya. Raila akitoka kwa broad based government, blood based government, wewe pia unatolewa. Opea wanda yako hapo. Sasa watu wanaajiriwa kwa Kenya Power, Kentraco, Kengen. Lakini hawaongei sababu ya nini? Wanajua wakiajiri Wajaluo, Wajaluo watakuwa na pesa. Alafu wanafikiria watakuwa overtaken hapo mbele kisiasa. Hiyo ndo maana ukiona pia Wandai hataki kuajiri watu, si ati nini, anajua atakuwa overtaken. The same to John Mbadi. So mimi naambia watu wetu, hawa jamaa wamebroke serikali ya kutosha. Wamebroke serikali ya kutosha. Kitu tunaweza fanya, tufuate mwenye anaweza teremsha bei ya maisha chini, mwenye anajua biashara hapa Kenya, kwa sababu sisi pia Wajaluo, sisi pia tumeingia kwa biashara siku hizi. Tusifuate mtu sababu anasapotiwa na jamaa wa kukula. Tufuate mtu sababu huyu anaweza badilisha maisha ya Wakenya. Mfano mzuri, Mwai Kibaki alikuwa Mkikuyu. The late Mwai Kibaki, former president, si alikuwa Mkikuyu. Aleta free primary education, lakini wale ambao walienjoy hiyo kitu, hiyo system, ni Wajaluo, kwa sababu Wajaluo ndio wanapenda masomo. Na Mwai Kibaki hakuwa Mjaluo, hakuwa Mkalenjin, alikuwa Mkikuyu. Na ukikompare serikali ya Mwai Kibaki na serikali ya Uhuru na Ruto, my friend, serikali ya Mwai Kibaki ilikuwa sawa na alikuwa Mkikuyu. So tuangalie mwenye anaweza leta maendeleo, mwenye anaweza teremsha bei ya maisha chini. Si ati wachache wakishashiba wanachochea wale ambao hawajashiba. Ati 10 bila break, 10 bila break ya nini? 10 bila break ya nini? Wewe wakati unaimba 10 bila break, hebu angalia wewe mwenyewe, hii serikali inakusaidia na nini? Ukiangalia SHA, hebu compare SHA na NHIF wakati wa Uhuru Kenyatta. Alafu compare hii kitu inaitwa Linda Jamii na Linda Mama. Hebu compare the two. Linda Mama ilikuwa yani free of charge. Kile ambacho walikuwa wanataka ni 500 bob peke yake. 500 shillings, shilingi 500 peke yake ya file peke yake. Hizo zingine zilikuwa bure. Maternity services zilikuwa bure. So hii ya Ruto hii tunaambiwa tuimbe 10 bila break. My friend, watu wetu kutoka Luo Nyanza, mimi nawaambia enough is enough. Tuamke. Hata tukiamua ni Mkamba ndiye anaweza badilisha hii Kenya, tumpatie. Tukiamua ni Masai ndiye anaweza badilisha hii Kenya, tumpatie. Tukiamua ni Mluya ndiye anaweza badilisha hii Kenya, tumpatie. Tukiamua ni Mijikenda ndiye anaweza badilisha hii Kenya, tumpatie Mijikenda aongoze Kenya. Lakini hii ujinga ya watu wachache kushiba, alafu wanachochea watu wengi, my friend, haiwezekani hiyo. One time is real. Ruto anaenda nyumbani, umekubali umekataa, Ruto anaenda nyumbani. Mimi nimekuambia Rosafi ashapangiwa, hakuna kitu vile atafanya. Last time Rigathi Gachagua alimsaidia na 2 billion for campaign. Watu wa ODM, mtasaidia Ruto na nini nyinyi? Mtasaidia Ruto na nini? Pesa gani mtasaidia Ruto nazo? Sahi, one time is real, my friend. Ruto anaenda nyumbani, ukubali umekataa, anaenda nyumbani. Na mimi nawaambianga kila siku, Mjaluo,
akishafunguka akili na macho, my friend, haezi fuata hawa wachache wanadanganya watu. John Mbadi ameshiba, unamfuata. Opiyo Wandayi ameshiba, unamfuata. Hakuna mwenye anawaajiri. Watupatie list wale ambao wameajiri. John Mbadi atupatie list, Opiyo Wandayi atupatie list. Tuone Wajaluo ni wangapi kwa hiyo list. Utapata Wakikuyu ndio wako wengi kwa hiyo list ya John Mbadi. Siwezi kudanganya. Hiyo list ya Opiyo Wandayi chukua kwa wale ambao wameajiriwa. Utapata Wajaluo wako wachache kwa hiyo list, lakini Wakikuyu ndio wako wengi, Waluya ndio wako wengi. So Wajaluo, tufunguke macho, tufunguke akili, tufunguke masikio, alafu tuamke kwa usingizi. Tumelala muda mrefu, tumedanganywa muda mrefu. This time round ndio ati tunajengewa barabara. Ni ukweli? This time round ndio tunajengewa mahospitali. Na wengine walikuwa na mahospitali 20 years ago. Ati ndio tunajengewa stadium. Na wengine walikuwa na stadium 20 years ago, 10 years ago. Ndio tunajengewa masoko. Na wengine walikuwa na masoko, modern markets 20 years ago, 10 years ago. My friend, tusidanganywe tena. Wajaluo, tusidanganywe tena. Kama ni mbaya, sisi Wajaluo tukue na mkutano, tusanyane, tutoe mtu moja. Tutoe mtu moja tuseme this time round ni huyu kwa Wajaluo. Si ati tunanyanyaswa na brokers. Hakuna kitu kaa hiyo. My friend, mimi nimekuambia, nimekuhakikishia ya kwamba Ruto anaenda nyumbani. Ruto ni one term president. 2027 hakuna vita, lakini Ruto anaenda nyumbani, my friend. Anaenda nyumbani. Mimi nimewahakikishia ya kwamba one term is real, one term is real, na Ruto anaenda nyumbani. Asanteni sana kwa majina. Mimi naitwa William Jahom. Unaweza ingia pale YouTube, niko pale YouTube. YouTube channel yangu inaitwa Jahom TV. Ingia hapo. Watch hizo clips, subscribe, comment, like, then share. Usisahau kulike. Ukilike ndio nikiupload video nyingine utakuwa unaiona automatically. Asanteni sana.